and crippled. Kwa hiyo unaweza kaangalia uhusiano ulivyo wa muhimu. Kwa lugha nyingine, wale vijana ambao hawajaoa na kuolewa, usiishie kupata mwenzi wa maisha ambaye ni mwanamume au mwanamke tu. Unapofanya uchaguzi nani anakuwa mke wako, usisahau ya kwamba unafanya uchaguzi wa mtoa mafunzo wa watoto wako. Unapochumbiwa na mvulana, kabla hujamkubali kuwa mume wako, nenda mbele zaidi, unamkubali mtoa mafunzo wa watoto wako. Muulize Ahabu, aliona yule Yezebeli mrembo mzuri, mtoto wa falme, akadhani anachukua tu mke, kumbe alikuwa anachukua trainer of his children. Na nenda uone historia, yule mama alichafua kabisa nyumba ya Israeli. Alihama na ibada na miungu ya Wafilisti akaileta Israeli. Ukikosea unayemuoa ukaishia kwamba ni mrembo, ana elimu, sijui yuko hivi na vigezo vyako ulivyo navyo, utakuja kuelewa nachokisema. Hauoi tu mke, unaoa mama wa watoto. Hauolewi tu na mume, unaolewa na baba atakayetoa maelekezo kwa watoto, atakayekuwa na uhusiano na watoto. Na kwa sababu hiyo, sikiliza, hii nimeisoma karibu kwa waandishi wengi wanaoeleza habari za mahusiano na madhara yanayokuwa chanya ama hasi. Wanaeleza hivi: kwa kawaida ndoa ambazo mke na mume wana furaha wameonekana kufanikisha kutoa malezi kwa watoto. Wale ndoa zile ambazo hawana furaha na wamejaza na machozi na kuumizana, hii kazi hii si rahisi. Ni ngumu mno, kwa sababu kinachomuongoa mtoto sio mahubiri yako ya hadhara ya mdomoni. Kinachomuongoa mtoto ni mahubiri unayoyaishi. Not your preaching, your life. Mtoto anajifunza sana unavyoishi, unavyosema, unavyovaa, unavyotenda, uso wako. Ndio maana mtoto akinyonyesha, ukikasirika anaacha kunyonya. Hata kama yuko tumboni, akiudhiwa na mume wake, akaudhiwa na mazingira, huenda amepata msiba, mtoto anaacha kucheza tumboni. Mazingira yamechafuka. Jaribu unayenyonyesha, mtazame mtoto, kasirika kweli kweli, ataacha kunyonya. Yale mnayoendelea nayo pale nyumbani yataharibu watoto kati ya mke na mume, yataleta kazi ya kufundisha watoto kuwa ngumu kweli kweli. Usisahau. Kwa hivyo vitu tutakuja kuviangalia kesho vizuri jinsi vinavyotembea katika swala hilo. Usisahau pia ya kwamba nidhamu hutoa nidhamu. Nidhamu hutoa nini? Huwezi ukatoa kila ambacho huna, uongo kweli. Unatoa kila ambacho unacho. Kwa hiyo unapozungumza kumpatia mtoto